nchi yenye vijana wengi duniani ni China. China kijana wa miaka 16 tayari ni engineer, anaanza kuingiza fedha. Sisi mpaka uwe engineer almost miaka 27 mpaka 30 uwe full engineer. Kwa China wameweka elimu yao, wamejikita zaidi kusoma vitu vichache ambavyo dunia inavihitaji. Ukienda Japani kuna falsafa moja inaitwa Ikigai. Wanasema Ikigai, moja kati ya dhana falsafa ya Ikigai inasema soma unachokipenda. 2, penda unachokifanya. 3, fanya kitu ambacho dunia iko tayari kulipia kwa gharama yoyote. 4, fanya jambo ambalo unalipenda, ambalo hata ulifanye kila siku hauchoki. Yaani mfano kama wewe una ndoto za kuwa mwandishi wa habari mkubwa, hata ukipigiwa simu njoo ufanye habari fa unakuja tu, kwa sababu ni kazi ambayo iko kwenye damu yako. Unapenda. Lakini ya mwisho ni kwamba unabidi uwe una uwezo wa kujifanyia tathmini juu ya kile unachokifanya. Je, hiki kinanilipa? Hizi njia ninazotumia kulifanya ile jambo zina changamoto gani? Na ikitokea changamoto hii nitatumia mbinu gani kuitatua? Kwa hiyo hili jambo lilotokea Oktoba 29 wanasiasa wanajua vizuri. Mimi wakati fulani ni mchambuzi wa siasa, lakini hapa nipo kiuchumi. Wenyewe labda walikuwa wanajua, wangekuwa wanajua mbinu gani wangezitumia, na pamoja na kushirikiana na vyombo vya dola na wale walikuwa wanadai madai yao, wangejaribu kuangalia kwa namna gani wanaweza wakazuia jambo hili. Lakini kuna baadhi ya mambo huwa hayazuiliki, ni lazima yatokee ili kutoa picha pana kati ya serikali na wananchi kuhusu mustakabali wa taifa lao. Kundi hili la vijana, umesema hapa kwamba pengine uchumi wetu ulikuwa unakwenda vizuri kwa kiasi kikubwa, na unaweza ukatupitisha kwenye darasa tafsiri hiyo ya uchumi wa nchi kukua inatafsiriwaje kwa maisha ya mwananchi wa kawaida na moja moja? Kwa sababu ukitazama wajua nacheka kwa nini? India ina uchumi mkubwa kuliko Uingereza, lakini Wahindi wengi wanatamani kuishi Uingereza, sio Waingereza kwenda kuishi India. Kwa kwao haona faida hicho. Bila shaka umenielewa ninachotaka kukizungumzia. Nimekuelewa kwamba pamoja na mambo mengine, unajua tunasikia mengi, tunaona mingi, lakini ukiangalia moja ya hoja inayotajwa ama kwamba ni sehemu ya madai ya hao walioamua kutoka barabarani ni swala pia la ugumu wa maisha, of course, na kuhisi kwamba umetaja hapo kwamba unapaswa kuwa spina nini. Wengi pia unatajwa, kwa mfano juzi nilikuwa mahakamani, mawakili wanaowatetea wale baadhi ya vijana wale mawakili wanasema idadi kubwa walivyoenda kuzungumza wateja wao ni graduates. Kwa hiyo ni vijana ambao sio tu malayman wa kawaida, watu wamesoma nini. Msingi wangu ni huo, hicho ambacho ulikuwa umeshakiona moja kwa moja. Kama uchumi wetu ulikuwa unakwenda vizuri na tuna asilimia zaidi ya 64 umesema ya vijana ambao kweli ndo tutemena kwamba ndo wapaswa kuendesha uchumi wao, manake kama ingekuwa inatafsiriwa ukuaji wa uchumi na ili kundi lilokuwa nalo, inawezekana hawa watu wasingekuwa na hayo madai. Sasa hii mikaaje? Najua ni darasa pana, lakini unaweza kutupitisha. Sasa kuna katuni moja mtoto John Bravo, umewahi kumsikia John Bravo? Au Power Mabula, unakuta juu ni mkubwa afu chini ni mdogo. Kama katuni mimi. Katuni afu juu ana mwili mkubwa afu kiangalia miguu midogo. Sasa tafsiri ya ukuaji wa uchumi ni moja kati ya jambo pana sana, lakini kwa kawaida ni kwamba kuna mambo 4 ya kuzingatia. Moja, uchumi unaweza kutafsirika uwezo wa serikali kukusanya mapato mengi. Uchumi huo unakuwa kwa serikali kukusanya mapato mengi. Hiyo ya kwanza. Kwa tunaweza tukautafsiri kwamba uchumi umekuwa kutokana na uwezo wa serikali kukusanya mapato mengi na kuendesha miradi yake. Tunasema uchumi umefanya nini? Umekuwa, lakini maisha ya watu ni magumu. Namba 2, tunaweza tukasema uchumi umekuwa kwa kupima kipimo cha watu kuwa na uwezo wa kuuza na kununua, ile uwezo wa serikali kucontrol gharama za maisha, inflation. Yaani mfano tunaweza kutumia kipimo cha pili. Je, Watanzania wana uwezo wa kula milo 3 kwa siku? Ndio. Watanzania wanaweza kupata afya bora, elimu bora? Ndio. Kwa hiyo tunaweza tukapima kipimo cha pili cha uchumi kwa kuangalia uwezo wa watu kuuza na kununua. Je, wanaweza waka-afford basic needs? Tunaweza tukapima kigezo cha 3. Je, nchi yetu inauza kwa kiasi gani nje? Kuna uwiano kati ya kuuza bidhaa nje au kuagiza bidhaa nje kuja ndani, ile import and export. Ile
Kama nchi yetu inauza sana nje, inapata fedha nyingi za kigeni, basi uchumi unakuwa na thamani ya pesa yetu inapanda juu. Mfano hapa hatujazungumza maisha ya mwananchi, hatujazungumza mfano Kenya. Kenya inatuzidi uchumi sisi uchumi wetu ni karibu dola bilioni 80. Kenya ni bilioni zaidi ya 120. Kenya inatuzidi kwa sababu Kenya wanauza sana nje, thamani ya uuzaji wa bidhaa zao nje ni kubwa kuliko sisi. Lakini maisha ya Kenya ni magumu sana kuliko Tanzania. Yaani ukiangalia kwa kawaida kwenye maisha ya mtu mmoja, sisi tuna maisha mazuri kidogo kuliko wa Kenya. Kwa sababu wa Kenya yeye 80% ya chakula Kenya kinatoka nje na kinalipiwa kodi kubwa. Kwa hiyo chakula ni shida sana. Kwa sababu ardhi yao karibu 70% haizalishi. Na sisi tunajitegemea kwa sisi tuna ardhi kubwa sana. Lakini uchumi wao ni mkubwa, ni mkubwa. Lakini kitu kingine tunaangalia mzunguko wa fedha. Huu mzunguko wa fedha, je, unaishia kwa watu wa tabaka la kati na tabaka la juu? Je, unafika kwa watu wa tabaka la chini? Tunaweza tukasema kuna mzunguko mzuri wa fedha, kumbe fedha zimeishia kwa watu wa tabaka la kati na tabaka la juu, lakini watu wa chini hawazioni fedha. Hiyo yote kwenye mazingira ya kawaida, kwenye makaratasi tutafsiri uchumi umekuwa. Kwa hiyo sasa tafsiri ya uchumi kukua huwa hauhakisi moja kwa moja maisha ya watu. Serikali ndio huwa inapima, kwa sababu inaangalia mwaka jana serikali imekusanya labda trilioni 50 kwa mwaka. Tuchukue mfano trilioni labda 30 kwa mwaka. Mwaka huu imekusanya trilioni 50. Tunasema uchumi umekuwa. Mwaka jana serikali labda imeuza gold labda dola milioni 700 nje. Mwaka huu tumeuza gold labda dola trilioni 1. Tunasema tumekuwa kwa kulinganisha na mwaka, lakini twende kwenye maisha ya mtu atandahimba. Sasa pengine inawezekana Ethiopia wana uchumi mkubwa kuliko Tanzania. Lakini Ethiopia kuna njaa vibaya sana. Mwaka juzi tuliuza mahindi Ethiopia. Lakini uchumi wao umejikita kwenye ndege, masuala ya utalii na biashara. Lakini sisi tunawalisha Ethiopia. Lakini Ethiopia wana uchumi mkubwa kuliko Tanzania. Shirika la ndege la Ethiopia ni moja kati ya mashirika ya ndege yanayofanya vizuri Afrika. Kuliko hata shirika letu la ndege. Hata nje ya mipaka. Lakini Ethiopia wana njaa. Wa Ethiopia ndio wanaongoza kukimbia. Sasa jiulize, kati ya Watanzania na watu wa Ethiopia ni wapi wanatamani kuishi nchi nyingine? Wa Ethiopia wanatamani kuishi Tanzania, lakini Tanzania wanatamani kuishi Ethiopia. Ila Ethiopia kuna uchumi mkubwa kuliko Tanzania. Sio kama tumeelewana. Nikasema India wana uchumi mkubwa kuliko Uingereza. Yaani GDP, pato la taifa la India kwa mwaka ni kubwa kuliko la Uingereza. Lakini Wahindi wengi wanataka kwenda kuishi Uingereza. Ni kwa sababu raia wa Uingereza wana vipato vya kati. Yaani nchi ya Uingereza raia wake wana maisha mazuri. Ila uchumi wa nchi ya Uingereza unashindwa na uchumi wa India. India serikali ina pato kubwa la taifa kwa mwaka, ila maisha ya Wahindi ni magumu chini. Tunafanyaje kutengeneza uwiano kwa maana ya kutoka kwenye hilo tabaka la juu, la kati na lile la chini kabisa, kwa sababu shida inaanzia kwenye hilo tabaka la chini. Sasa Tanzania hapa kuna kitu kimoja ambacho lazima serikali ikiri kwamba ni changamoto, inahitaji mjadala mpana. Shida ya Tanzania ni kwamba kuna gap kubwa kati ya walichonacho na wasio nacho. Hawa vijana 64% ya population ya watu milioni 63 tunasema, ambao ndio nguvu kazi ya nchi, hawana kitu. Hawana